Kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani imesema itatathmini uhusiano wake mpya pamoja na kiongozi mkuu wa majeshi ya Uganda, Muhoozi Kainerugaba, kufuatia kauli zake za kubeza dhidi ya serikali ya Marekani. Hatua hiyo inakuja kufuatia machapisho kadhaa aliyochapisha kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, kisha kuyafuta machapisho hayo na kuomba radhi kufuatia kauli hizo dhidi ya serikali ya Marekani kuhusiana na uhusiano wa Marekani pamoja na Uganda. Hata hivyo, kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani imetoa kauli na kusema kwamba kamanda Kainerugaba amevuka mstari mwekundu na sasa Marekani inapaswa kutathmini upya ushirikiano wake wa usalama ambao unajumuisha vikwazo na ushirikiano wa kijeshi na Uganda. Mwana wa rais na labda mrithi wake hawezi kufuta machapisho kwenye Twitter na kutoa msamaha wa uongo. Marekani haitovumilia kiwango hiki wakati wafanyakazi wa Marekani, maslahi ya Marekani na maisha wasio na hatia katika eneo hilo yako hatarini. Katika machapisho yaliyochapishwa kupitia katika ukurasa wa mtandao wa X, na Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais wa taifa la Uganda, alisema kwamba ushirikiano wa usalama wenye thamani kubwa sana kati ya Uganda na Marekani umedhoofishwa kwa mwongo mmoja sasa tangu 2015 na maafisa wasio na mawazo ya kibunifu katika ubalozi. Hii ni licha uhusiano bora wa kisiasa kati ya nchi hizo mbili. Wananchi wenzangu wa Uganda, kwa sababu ya hali ya sasa ambapo kiongozi wa upinzani amejiteka mwenyewe na yupo mafichoni kulingana na ujasusi wetu bora zaidi, alifanya yote kwa kushirikiana na utawala wa sasa katika ubalozi wa Marekani nchini mwetu. Sisi kama UPDF tutasimamisha ushirikiano wote na utawala wa sasa katika ubalozi wa Marekani huko Kampala. Hii inajumuisha kazi yetu nchini Somalia. Kufuatia machapisho hayo mawili, Muhoozi Kainerugaba aliibuka hadharani na kuomba msamaha kufuatia machapisho hayo, huku akisema kwamba kauli hizo zilikuwa ni kauli ambazo zilikuwa hazina utafiti wa kutosha. Amesema kwamba anataka kuomba radhi kwa marafiki zetu wakuu wa Marekani kwa machapisho yangu ya awali ambayo nimeyafuta sasa. Nilikuwa nikipewa taarifa zisizo sahihi. Nimeongea na mabalozi wa Marekani nchini mwetu na kila kitu kiko sawa. Tutaendelea na ushirikiano wetu wa kijeshi kama kawaida, alisema kauli hizo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X. Lakini sasa kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani inatafakari upya uhusiano wake na taifa la Uganda katika masuala ya kibalozi pamoja na ushirikiano wa kijeshi nchini humo.